Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama baad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani zimfikie nabii wa umma, Nabii Mustafa, nabii wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema na baraka kutoka kwa Allah zimfikie yeye na nyumba yake na masahaba zake na sisi ambao tumemfuata hadi siku ya mwisho. Ni siku nyingine tumekutana katika viwanja hivi ambao kila siku mimi nasema ni viwanja za kujifundisha maneno ya Mwenyezi Mungu na inatoa elimu kwa watu ambaye hawajui mambo mengi. Hapa ndio siri huwa zinatoboka kabisa na ukweli unajulikana na tunaweka mambo bayana. Ingawa kuna wengine ambao wanachukia, lakini itabidi wakae hivyo hivyo tu, sababu kuna wale wanakubali maneno ya Mungu na kuna wale wanachukia, na wachukizi wako ndio wengi. Kwa hivyo mimi naitwa, majina yangu naitwa Hassan Kariuki na niko na kakangu hapa. Juzi tulikuwa na yeye, siku nyingine tulikuwa na yeye, na anaendelea kuuliza maswali akitaka kujua kuhusiana na Uislamu. Sijui jitambulisho, naitwa nani? Kwa majina anaitwa Samuel Wambua. Samuel Wambua. Asante sana. Karibu sana katika mkutano. Ni maswali gani ambayo ungetaka kuuliza Waislamu? Swali la kwanza ningetaka kuuliza, naam, kwa nini mkiomba mnaangalianga huko Maka? Swali lake la kwanza anasema kwa nini tukiomba tunaangalia Maka? Yaani Waislamu wakiomba wote wanaangalia Maka. Kwani hamwezi angalia pande nyingine, muangalie huko west ama muangalie south ama north, mpaka muangalie pande moja? Kwa nini mnaangalia Maka? Haya mwalimu, nafikiri umeshafika hapo. Qurani 2:140. Kwa jina Mwenyezi Mungu. 49 tunaanza 49 au 44? 44. Tuanze 44. Qurani 2 sura Bakara inataka sura ya ng'ombe. Na hiyo ni kisa cha ng'ombe wakati ya Musa. Ng'ombe yule wakati mtu mmoja Bani Israeli aliuawa, wakaambiwa achinje ng'ombe. Ndio inaitwa sura ya ng'ombe. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nasemaje? Nako yakini tukiona unavyogeuza uso wako mbinguni, basi tukakugeuza kwenye kibla kipendacho. Basi geuza uso wako upande wa msikiti mtakatifu Al-Kaaba. Na popote mtakapokuwa, zielekezeni nyuso zenu uliko msikiti huo. Wakati zamani wana wa Israeli walikuwa na abudu wakielekea Yerusalemu. Msikiti wa Yerusalemu. Lakini alipokuja Nabii Muhammad alikuwa hajafunuliwa na Mwenyezi Mungu ataelekea Yerusalemu ama ataelekea wapi. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia, ni tumeona unaangalia mbinguni, mara saa zingine unaangalia mbinguni, kuanzia sasa elekeza uso wako katika msikiti wa Al-Kaaba. Kwa hivyo amri ikatoka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelekeza uso wake na wafuasi wake tuwe tunaelekea katika msikiti ya Al-Kaaba. Kwa sababu zamani wana wa Israeli walikuwa wanaabudu wakielekea Yerusalemu. Kwa mfano Danieli 6:10. Sijui kama nimekosea mwalimu. 6:10 Danieli nabii. Sita kumi. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Inasema hata Danieli alipojua kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake. Na madirisha katika chumba chake alikuwa amefunguliwa kukabili Yerusalemu. Unaona? Wana wa Israeli walikuwa wanaabudu wakielekea Yerusalemu. 12:5 Kumbukumbu la Taurati. 12:5 Kumbukumbu la Taurati. Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu, Waisraeli wanaambiwa pahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, hapa weka jina lake. Ndio. Maana ni makao yake. Ndio. Elekezeni nyuso zenu hapo. Nawe uende huko. Unaona? Musa anaambiwa wana wa Israeli pahali Mungu atakapoweka nyumba yake pale, wawe wanaelekeza uso zao huko na wanaenda huko. Ndio naona wakati wana wa Israeli walikuwa wanaenda Yerusalemu, alipokuja Nabii Muhammad
hakuwa amefunuliwa ataelekeza Yerusalemu ama ataelekeza wapi. Akaambiwa kwa sababu tumeona unaelekeza uso wako, unaangalia juu mbinguni, unafanya nini? Kuanzia sasa geuza kibla chako uelekee katika msikiti haram, Masjid Haram ambaye ni Maka, Al-Kaaba. Akageuzwa akawa anaelekea pale. Ndio naona Waislamu wote duniani popote walipo, hapa Kenya tunaelekea Maka. Muislamu wote akiwa hapa Kenya anaelekea Maka. Maka ikiwa hapa ni pande hii. Unajua maana pande Mount Kenya iko pande sio? Unaona? Na ndio naona hata jamii yangu ya Wakikuyu wakati walikuwa wanafanya ibada, walikuwa wanaelekea Mount Kenya. Walikuwa na direction wakiabudu, walikuwa wanaelekea direction. Walijulia wapi hiyo maneno? Naona mambo mengi ni watu mambo watu walikuwa wanajua zamani, lakini hizi desturi zinakuja zikiondoka. Unaona? So watu wote, yule ako Amerika, ako Europe, akitaka kuabudu anaelekea Maka. Yule ako pale Maka ndani, anaelekea pale Maka pale katikati. Kwa sababu ya nini wanaelekea Maka? Qur'ani 42:7. Anaelekea kwa Al-Kaaba. Kwa nini tunaelekea tukiomba tunaelekea pale Maka? 42:7. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Ndio. Ili waonye watu wa Maka na walio katika nchi zilizo pembeni mwake. Pembezoni ya Maka, yani ile nchi. Endelea. Nao ni ulimwengu mzima. Unaambiwa ni ulimwengu mzima. Kwani Maka iko katikati ya ulimwengu. Kumbe Maka ndio the center of the world. Ndio naona kila siku wazungu wamepandika jina wakaita Middle East. Middle katikati. Wanajua ndio hapo katikati. Maka ndio katikati ya dunia. Ndio naona tunaelekea katikati ya dunia. Na ndio naona hapo ndio ilijengwa msikiti wa kwanza duniani, nyumba ya kwanza duniani kuumbwa, kutengenezwa Mwenyezi Mungu, kutengeneza ya kuabudia watu. Ni ile ilijengwa na Ibrahimu na ndio Maka. Hakuna nyumba nyingine na hakuna mtu anaweza challenge hiyo. Aseme ati kulikuwa na nyumba nyingine kabla Ibrahimu, wakati ya Ibrahimu ambaye ya kuabudia watu. Isipokuwa Ibrahimu akajenga ile nyumba ya Maka na Yakobo mjukuu akakuja akajenga hii nyumba nyingine ya Yerusalemu inaitwa Masjid Aqsa. Na ndio hiyo ikabomolewa na wafalme mpaka alipokuja Nabii Suleiman bin Daud akakuja karudisha ile nyumba tena. Wayahudi walikuwa wanaita masjid, lakini siku hizi wanaita temple. Kwa nini inaitwa temple? Kwa sababu wale Wayahudi wa Giriki wa kwanza ndio walipatia hiyo jina temple, kwa sababu kule Giriki walikuwa wanaita temple pahali ya kuabudia. Lakini hakuna kitu kinaitwa temple katika vitabu za Mungu. Hata Torati kaleto ile ya kwanza, ile original ambayo haimo saa hii duniani. Ileto Zaburi, ileto Injili, hakuna jina kama temple. Jina ya kutengenezwa hiyo. Hiyo ndio nyumba ya kwanza kutengenezwa duniani, ni hiyo iliyoko Maka. Qur'ani 3:96. Kwa jina Mwenyezi Mungu. Sikia habari hiyo, habari kubwa. Na kweli maswali yako ni mzuri. Maswali yako nauliza maswali ambayo imeenda chuoni. Endelea. Nako yakini. Nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ile iliyoko Maka. Nyumba ya kwanza duniani kujengwa kwa kuabudia watu ni ile iliyoko Maka. Kama kuna mtu anaweza kuwa na pengine na shaka, ani challenge aniambie hapo Kariuki umendanganya. Nyumba ya kwanza ilikuwa inaitwa hivi. Hii tunaambiwa ilijengwa na Ibrahimu. Alijenga wapi Ibrahimu? Qur'ani 2:125. Sikia vile Ibrahimu alijenga nyumba ya Kaaba akiwa na Ishmaeli. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nakumbukeni habari hii pia. Kumbukeni hii habari. Muhammad anakumbushwa habari iliyotokea. Manabii huwa anakumbusha mwenzake ama wawezake vile walikuwa wanafanya. Tulipoifanya nyumba ya Al-Kaaba iwe mahali pa kuendewa na watu. Ndiyo. Na mahali pa salama. Na mahali alipokuwa akisimama Ibrahimu ni hapo Maka. Hapo ndio Ibrahimu tunaambiwa alikuwa anasimama. Ibrahimu mmoja ambaye Wayahudi wanasema ni baba yetu wa imani, Wakristo wanasema ni baba yao wa imani, Waislamu wanasema ni baba yao wa imani. Haya, tuendelee. Hapa fanyeni pa kuswalia. Fanyeni hapa Maka bahali ya kusalia. Na tulimsia Ibrahimu na Ismaili kuambia. Ismaili na Ismaili waliambiwaje na Mungu? Itakaseni. Itakaseni nini? Yaani safisheni nyumba yangu kwa ajili ya wale wanaizunguka. Kwa ajili ya kutufu na wanaokaa hapo. Na kwa ajili ya wanaorukuu na kusujudu hapo pia. Endelea. Nakumbukeni habari hii nayo. Aliposema Ibrahimu. Mola wangu, ufanye mji huu wa Maka uwe wa salama na uwape wakazi wake matunda. Unasikia? Aliomba dua Nabii Ibrahimu. Akasema, wewe Mwenyezi Mungu,
Uwape hii mji ya Maka ifanye ni mji ya amani, na uwape wenyeji wa hapa matunda. Matunda ile walipewa, dua yao ilifika kwa Mungu, wakapewa matunda, wakapewa mafuta. Ndio naona Saudi Arabia katika dunia mzima hakuna nchi ambayo ina produce mafuta kuliko hao watu. Ile dua Nabii Ibrahimu. Hii dua ni ya Nabii Ibrahimu. Na akasema hata wale walio karibu hapo wapewe. Ndio kaona hizo nchi zote ziko hapo. Wamepewa ile dua ya Nabii Ibrahimu. Katika yule mji. Alifanyaje? Endelea. Wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Mwenyezi Mungu akasema, na mwenye kukufuru pia nitamsarehesha kidogo. Na wale wengine ambao wamekufuru hawataki kusikia maneno ya Mungu, bado na hao tutawapa tu. Yaani Mungu unajua anapea kila mtu. Anapea mtu mwenye kumwamini, mwenye kukufuru, mtu muovu, hata yeye anakula riziki ya Mungu tu. Mungu hanyimi mtu. Ndio siku ya kiyama ujiende ukamwambia Mwenyezi Mungu, sasa mimi nilikuwa muovu, ukaninyima riziki, sasa utaniingiza tena motoni. Mungu atakwambia mimi nikupatia kila kitu. Wewe ulikuwa unafanya makosa ABCD, lakini mimi nilikuwa nakustiri. Watu walikuwa hakuwa hajui, na ninakupa riziki. Kila siku nakula riziki yangu. Endelea. Kisha nitamsukumiza katika adhabu ya moto. Endelea. Napo ni pahali pabaya kabisa pa kurejea. Nakumbukeni habari hii pia. Malizia habari ya Ibrahimu. Ibrahimu alipoinua kuta za nyumba hii ya Al-Kaaba. Kumbe Ibrahimu ndio ameinua kuta za hiyo nyumba ya Al-Kaaba iko pale Maka. Na Ismaili pia. Na wakiwa na mtoto wake Ismaili. Wakaomba wakasema. Tena wakaomba dua wakiwa wawili. Sasa Ibrahimu na mwanae Ismaili wakati wanajenga ile nyumba, wanachukua mawe. Inasemekana katika maelezo ya mtume walikuwa na nini walikuwa wanaleta mawe, Ibrahimu anaweka pahali, anatengeneza hivyo wakipandisha pole pole. Mola wetu. Mola wetu. Tukabalia mali hii yetu hii ya kujenga msikiti huu. Hakika wewe ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. Mola wetu, utufanye tuwe wanyenyekevu kwako. Unasikia? Na miongoni mwa kizazi chetu pia ufanye umma mnyenyekevu kwako. Unaona? Aliomba dua Ibrahimu pale. Ndio naona pale katika dunia mzima pahali watu wanakutana, watu kuanzia 5 million ni hapo peke yake. Hakuna pahali nyingine duniani. Mungu anaweza kusema watu wanakutana milioni 5 kwa sababu ya Mungu. Hakuna. It's only that place in Makkah watu wanakutana 5 million. Tena wanaenda every year. Saa hii wamejaa huko watu Makkah. 5 million people utapata pale wamejaa. Kwanza wakati ya hija, after 2 months from now, tukimaliza Ramadhani, after 2 months watu wataenda hija. Watu wanakuwa huko 5 million people. Na wakati wa kufanya umra. Pale ni wanaambiwa ni mji wa amani pale katika Maka. Na ndio inapatikana katika kitabu cha Isaya 2:2. Hebu soma Isaya 2:2 tusikie naye inasemaje. 2:2 Isaya. Inasemaje? Hii ni utabiri na saa hii umeshatimia, ndio hii inaendelea saa hii. Hii utabiriwa zamani, lakini watu waambii mambo kama haya. Isaya 2:2. Hichi kitabu kinafundisha Uislamu, watu wanakataa. Ukisikia tukisema Uislamu ndio unafundishwa hapa, kubali ni kweli. Isaya 2:2 kwa wenye kuandika. Inasemaje? Na itakuwa katika siku za mwisho. Itakuwa katika siku za mwisho. Mlima wa nyumba ya Bwana. Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima. Utakuwa juu ya milima. Yaani hiyo bahari hiyo nyumba inawekwa imezungukwa na milima. Endelea. Nao utainuliwa juu ya vilima. Na itainuliwa juu ya milima. Na mataifa yote. Na mataifa yote watauendea makundi. Na mataifa wataenda makundi. Sasa hii utabiri ni wa wapi? Mataifa wote watauendea makundi. Na ni nyumba gani ambayo imejengwa kuabudia Mungu ambayo imezungukwa na milima? Kama sio ile iko Maka. Maka imezungukwa na milima. Milima tupu. Unaona sasa? Mambo ni kama hayo. Unasikia hiyo maneno hiyo? Haya, twende kwa swali la pili. Umeelewa hiyo? Nimeelewa kabisa. Nimekuambia siwezi simama. Okay, moja ya mwisho. Acha kwanza nikae. Ukae kwanza. Najua alikuwa ameniambia amekunywa dawa kidogo. Kwa hivyo anataka relax kidogo. Alikuwa anataka maswali matatu lakini ameona sasa bwana. Nimetoka usingizi. Usijali bwana. Usijali bwana, umepumzika sana. Unajua King Selassie I. Hata nilikuwa kijana tulipiona pitia hizi vitu sasa kwa majina rasmi unaitwaje bwana? Mimi naitwa Hassan Kariuki na mimi ni Muislamu. Na wewe rasmi unaitwaje? Kwa sasa jina langu limewekwa kwa mabano. Kwa mabano. Yeah. Jina lako liko kwa mabano. Lakini wenye kuniita, wenye walinipea jina waliniambia Moses. Lakini si hilo saa hii. Sio hilo saa hizi. Uliitwa Moses lakini umeitupa. Sasa yako ni gani sasa ras? Alijatambulika. Limewekwa kwa mabano kwanza. Kwa mabano?
Rasi anasema jina lake alikuwa anaitwa Moses, lakini Moses amekaa kwa dustbin. Na saa hii jina lake lijulikani, liko kwa mabano tu. Sasa Rasi ni kitu gani ambacho unataka kujua kwa sisi Waislamu? Kuna Inaonekana uko karibu kuwa Muislamu kwa sasa Rasi inaonekana, basi tuende msikitini bwana. msikitini. Kuna marasi huko kwa msikiti wako. Siko sifiki. Kwa nini usifike msikitini? Kuna njia yangu njema sana. Njia yako ni gani? Hebu tufundishe Rasi, hiyo yako ni gani? Hiyo siwezi funza. Ni ngumu kufunza. Tufunze hapa tusikie. Nyinyi magumu bana. Nyinyi mnataka tu miujiza. Nyinyi mnataka miujiza. Sasa we Rasi, wewe si una dini wewe? Dini. Mimi niko na Mungu. Mungu wenyewe anaitwaje wa Rasi? Mungu wa Marasta anaitwaje? Mungu ni yule aliwaumba tu. Kuna Mungu mwingine. Kirasta mnamuitakaje? Jina ni moja tu, God is enough. Tukienda majina mengi God ni ya wazungu. Sasa tunaangalia God ni ya wazungu. Nataka ile ya Kirasta. Sasa tunaangalia hii ulimi yake alijenga iko ya mchezo ama pia tuitumie kivizuri. Juu ukisema ngai, nyasaye, were, tunaangalia ile jina ya ukubwa, jina ambalo linafaa. Kusema ngai, nyasaye, were. Nje you are undermining God. Unamwandamana God, you give you the strength. Sasa God ni wazungu wamemuita. Nyinyi Marasi mnamuitaje God? Sasa ulimi ni moja, penye umekulia ndo effect. Unajua hata mzungu kuja ataongea Kiluya. Same way. So pia ukienda kutoka Kichina. Sasa ni kazi ya ulimi tu kujua Mungu ni nani. Simple. Na nyinyi Marasi nyinyi mnaabudu? Sisi we just respect nature. Hiyo ndo our praise muchly. Mna praise nature. Mnaenda siku gani? Ya Jumamosi. Na kuna siku maalum ambayo mnaenda kuabudu Mungu. Kuna manake Mungu yuko kila siku. Umhitaji yeye. Hatuna mahali na hatuna wakati. Bora tu wewe hauna uwezo mwingine bila yeye. Sasa hauna muda wa kujipea. Na Marasi wakifa wanafanywaje wakifa? Rasi si hatufi bana. Rasi hamkufi? Ya tukufi. Never die. Unasikia mwalimu? Wewe unasikia mwalimu? Marasi hawakufi bana. Hamkufi kabisa? Kwanza hiyo kitu nafaa Mungu sasa adhibitishe mjione na macho. Cause mnatupiga sana vita. Tukisema hapo mnaanza matusi. Sisi hapana. Tumesema hakuna tunageuka ameshakufa tuanze kusema ananuka. Sasa hii tumestick he never dies. Tunaachia hapo. Rasa hakufi. Akisa hivyo tu. How can you turn? Amekufa. Tena unaanza kufikiria amekufa. Hebu anuki. Tutaki sasa. Haja akufi na akufi. Kwa hivyo Marasi wanatembea tu duniani, hakuna kukufa. Sasa because unaheshimu nature, ni hizi tu ndo kurest. Hizi kurest you are born again. Hizi ni tools bana. They finish. Sasa dakika ile soul yako ukifanya mema itakuwa utaifeel. Lakini sasa huku mtenda maovu mengi utasikiaje raha? Wewe mtu utumie mikono zako vibaya alafu unataka usherekee next time. Impossible. So we respect Mungu tu kwanza. Hii mkono si joke. This hand is not a joke. It cost Mungu. So ni ya kuzaba mtu mwingine kofi ama ni ya kuchuna ama ni ya kwenda kusign nimesign document mlipe tax mingi. Kama Ruto alikuwa nikianda mikono angesign hizo tuna sign za ujinga hizo. Ngoja kidogo hapa tuongee siasa. Hapa ngoja kidogo. Rasta hapa sisi angalia ngoja kidogo. Sisi tumekatazwa katika mahubiri yetu kuongea siasa. Sasa umerusha maneno pale. Hiyo maneno inafaa withdraw. Ngoja kidogo. Nakwambia katika principles zetu za mkutano hatutaki mtu aongee siasa. Siasa yeyote inahusiana na mtu yeyote, mtu fulani. Hapa tunaongea tu maneno ya Mungu. Hebu hata kwanza. Ras. Kwa hivyo mambo ya politics we don't tutoke kwa politics hapana. Sisi hatuongea hata siku ile tangu tuanze hapa miaka 2 imeisha na hatujawahi ongea mambo ya politics. Agenda yangu nayo moja. Lazima niondoe hiyo. Sasa hiyo mambo ya hiyo yako utaondoa huko. Haya. Okay, sasa una swali lingine ungeweza kutuuliza? Swali sina, labda tu mimi ningoje siku yangu ya kuwachukua twende ile dunia yangu, dunia ambayo ni upendo peke yake. Wewe uko na dunia yako? Dunia iko bana. Uko na dunia yako?
dunia sasa ya Mungu mwenyewe penye Mungu anataka. Iko wapi hiyo dunia ya Mungu? Inapatikana sehemu gani hiyo dunia? Wapi inapatikana? Sasa unaona penye inapatikana? Ai. Sasa tunatokaenda penda. Hii dunia yako ya Mungu iko wapi? Hii dunia si ni hapa tu, kisa ni ile arrangement ya Mungu ikuje. Ni hapa tu. Arrangement yake. Kwa hivyo ni hii tu. Arrangement. Au lipi au rasta ni kali. Okay, ni ngumu. Kweli nituambia ni elimu kali. Na kweli ni kali. Sasa kazi ya Mungu inafaa ipewe heshima kwanza, my friend. Sasa kazi ya Mungu. Nimefurahi, nimejua marasta wana dunia yao ni hii tu na wakufi. Wanaishi milele. Kweli. Mungu. Na wanaheshimu wengi. Hebu basi pumzika pale rasta kidogo. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kefas Otieno. Songa mbele kidogo tu. Unaitwa nani? Kefas Otieno. Kefas Otieno. Hata ule mimi najua ni mtu wa Nyanza huko, lakini amekataa kusema jina. Ndio mimi nasema wewe ni mtu wa pande hiyo, mimi najua. Pande ya Western huko, pande Western Kenya huko nini? Haya. Hata sisi kwanza sisi Waislamu hatuna ukabila. Ukienda msikitini kuna kila kabila, utapata Kikuyu, utapata Msomali, utapata Muhindi, utapata Mwarabu, utapata kila mtu. Sisi tunapendana sana sisi. Ukabila tunakuwa sisi Waislamu tunakuwa tumeweka ukabila huko nyuma ya mgongo huko. Huko tunatupa kabisa. Swali gani ungetaka kuuliza Waislamu? Mimi swali ile ningeomba niulize. Ongeza sauti kidogo. Swali yangu ni kitambo wakati Mungu aliumba dunia, watu walikuwa pamoja. Wakaendelea kuwa pamoja. Na aspanao watu wako pamoja kidini. Kila mtu ameenda kwa dini zake. Hiyo tofauti ya watu kuenda kila mtu na dini yake ilitoka wapi? Na ni nini iliitoa? Kwa sababu kila kitu ni lazima iwe na chanzo. So ni vipi ilikuja mpaka ikawa kuna Waislamu, kuna Wakristo, kuna Katoliki? Hiyo tofauti ilitoka wapi? Swali la mzee ni mzuri sana. Anauliza Mungu wakati aliumba watu wakiwa kitu kimoja. Lakini sasa anashangaa kuna Waislamu, kuna Wakristo, kuna Mabudha, kuna nini? Yaani mambo tofauti duniani. Tofauti hii ilitokea wapi? Ni wapi watu walifarikiana wapi? Ndio swali lake. Anasema Mungu aliumba watu wakiwa wote kitu kimoja, lakini watu wakakuja wakafarikiana. Sasa sisi katika Uislamu kuna maneno tumeelezwa sisi. Katika sisi kwenye kwa Biblia usijui mumeelezwaje. Lakini katika Qur'ani kuna maneno tumeelezwa. 10:19 Qur'ani. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala watu hawakuwa huko nyuma kabisa katika zama za Nabii Adam ila kundi moja. Unasikia yale maneno wamesema ilikuwa sawa. Watu tunaambiwa watu wakati wa Adam walikuwa ni kundi moja, wote walikuwa ni kundi moja. Endelea. Wote wanafuata dini ya haki. Kisha wakaitarafiana. Kisha wakafanya nini? Wote walikuwa wanafuata dini moja ya haki. Kisha wakaitarifiana watu. Na kama sio neno lilotangulia kutoka kwa Mola wako kuwa atawalipa siku ya kiyama, hawalipi hapa. Bila shaka shauri lao lingeshakatwa mara moja. Unasikia? Watu wakatarifiana. Walipoitarifiana ndio Mungu akaleta manabii kuwarudisha katika ile njia walikuwa. Sawa? Lakini tunaambiwa tangu wakati zama za Adam watu walikuwa kundi moja wakifuata dini moja ya haki. Dini moja ya haki. Hiyo dini moja ya haki watu walikuwa wanafuata wakati Adam, unaijua? Kitambo nafikiri watu walikuwa tu kwa dini moja. Sasa hiyo dini moja sijaelewa ilikuwa gani. Sasa kitabu yetu imetueleza hiyo dini ilikuwa gani. 3:19 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu naambiwa ni dini gani? Ni Kiislamu. Na tunaambiwa tangu wakati wa Adam watu walikuwa kwa dini moja wakifuata dini moja ya haki. Na hiyo dini ya haki tumeambiwa ni dini gani? Islamu. Naona sasa. Kwa hivyo wewe ndio ulitoka. Sasa nauliza. Kwa sababu ulikuwa hujui. Nauliza. Unajua mpaka ujue ndio usitoke. Sasa nauliza. Ulizaje?
Kisungu inaita kanisa church. Aha. Kiswahili inaita kanisa. Na sasa sijajua kama Islamu pia inaweza kuwa ni jina tu kama church pia. Islam haipinduki jina. Islam ni Islam. Kwa kilugha gani? Islam imeitwa na Mwenyezi Mungu. Qurani 22:78. Mungu ndiye ametuita Waislamu. Islam. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naipigania dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umo ulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Hii dini ya Uislamu ni mila ya baba yetu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuitani Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Kumbe aliyetuita sisi Waislamu ni nani? Na Mungu. Tumeitwa dini gani? Endelea. Na inaendelea kusema, na katika hii Qur'ani mmeitwa jina hilo ili awe mtume shahidi juu yenu na nyinyi muwe mashahidi juu ya watu wote. Unasikia? Tumeitwa Waislamu na Mungu tangu vitabu vya zamani huko, na katika Qur'ani hii tunaitwa jina hilo Waislamu. Na ndio naona kila siku hapa tunasema manabii wote. Kila siku hapa tunasema manabii wote walikuwa Waislamu na tunatoa ushahidi. Manabii wote kwa vitabu zote mbili tunatoa ushahidi na inakuwa ni kweli walikuwa wote Waislamu. Wewe unaangalia ile sinema ya Ten Commandments? Naangalia. Umeziangalia sana? Yes. Hiyo sinema ya Ten Commandments, hawa watu naona wanakaa kama watu wa dini gani? Unaionaga sana, hata mimi nimeiona sana nikiwa kijana mdogo. Sasa dini sijajua, lakini unajua sisi vile unaona wanakaa wanaume na wanawake wanakaa dini gani? Wanakaa Kiislamu. Wanakaa Kiislamu. Si unaonaga sinema za Yesu? Yes. Nyingi zinaonyeshwa. Wewe unaonaga hizo sinema wale hiyo katika hiyo sinema wanakaaje hao watu? Wanavaa vile wanavaa Kiislamu. Wanawake wanavaa Kiislamu. Na wanaume wanavaa kama sisi. Yes. Si ni kweli? Huwezi kukliki hapo uone hapo kuna question mark. Iko question mark iko. Ndio. Biblia unasomaga? Biblia nasoma. Kabisa? Yes. Unaielewa? Mali nimepita nimeelewa, lakini umeelewa mambo. Okay. Waislamu wanaandika Biblia? Waislamu? Hata Wakristo. Waislamu waandiki Biblia? Biblia inaandikwa wapi? Na Wakristo. Wakristo ndio waliandika Biblia? Biblia si Wakristo ndio wanasoma kila saa? Si hata Qur'ani inasoma na nini? Hata zote ndio nakuuliza, walioandika hii ni wa scholars wa Kikristo, si ni kweli? Unless sasa uniambie ya kwamba Qur'ani iliandikwa na nini, kwa sababu hii tuseme hii kitabu kama hii jamaliza hata miaka 20 kama hii. Kwa hivyo iliandikwa na tuseme tu ni kama copy, si ndio? Lakini original book ile ambayo inatoka kwa hii iko. Sasa sijajua iliandikwa wapi. Okay, hiyo labda mtuambie ama mchungaji, uliza mchungaji yeye akueleze. Sababu ipandiwa kwenye sitaki kuingia sana. Lakini nataka usikie maneno machache hapa. Sawa? Maneno machache. Ndio unaona hii kitabu ukisoma vizuri. Hii kitabu hii yenyu hii. Ukisoma vizuri unakuwa Muislamu. Nianze na ya kwanza. 37:3 Mwanzo. Oh, 37:3 Mwanzo. Inasema, basi Israeli. Unamjua Israeli katika Bible? Ni nani huyo alikuwa anaitwa Israeli? Yakobo. Very good. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Yusufu unamjua mtoto wake? Huyo aliuzwa kule Misri. Haya, endelea sikia. Maana ni mwana uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Yakobo alimshonea Yusufu kanzu ndefu. Na mimi nimevaa nini? Kanzu ndefu. Na huyu? Kanzu ndefu. Sawa Tunaenda kwa taratibu. Nataka tuone taratibu unaona ukisikia. 40:14 kitabu cha Kutoka. Oh, 40:14. Kitabu ni cha Kutoka.
Kisha utawaleta wanawe. Haruni anaambiwa atalete wanawe na kuwavika kanzu zao. Kumbe watoto pia nao wanavaa wavae nini? Kanzo. Ndio naona mimi nimevaa kanzu na mtoto wangu pia anavaa nini? Ndio naona Waislamu wanavalisha watoto wao nini? Kanzo. Kanzu. Wallahi 16:4. 16:4. Walawi inasema. Ni 16:4 Walawi. 16:4. Inasema ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Anaambiwa Haruni anaambiwa utaivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Hatakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Suruali ni hii. Wacha ndio hii sasa. Unaona suruali? Ndio hizo suruali za kitani, yani ile iko ndani unafunga. Hatafunga ule mshipi wa kitani. Mshipi huko hapa. Siwezi onyesha kwa sababu watoto hawajalala. Iko hapa ndani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Kofia ya kitani. Hayo ndio nini? Ndio mavazi matakatifu. Unasikia ni mavazi nini? Mtakatifu. Tumeelewana mpaka hapo? Hapo tunaelewana. Sasa Biblia inasema na wewe unakuwa na kanzu? Mimi sina kanzu. Una kanzu. Mimi ni Biblia inaniambia nikupe zawadi. Uende naye nyumbani leo. 11 Luka. Ngapi? 3:11 Luka. Unajua saa zingine kompyuta inaingia virus. Na basi inapotea. Inasema akajibu akiwaambia. Mwenye kanzu mbili. Na ampe asiye na kanzu. Biblia inaniambia kama nikiona mtu akiwa na kanzu mbili, nimpatie moja. Wewe una hata moja? Sina hata moja. Mimi niko na kama 5 hivi. Unaonaje nikupe moja? Na nikiwa na uwezo ya kununua. Nikiwa na uwezo ya kununua. Unaweza kununua pia. Lakini Biblia imesema kama huna saa hii, nikupe nipe moja. Mimi nataka kukupa moja saa hii. Unasemaje? Sio mimi nimesema, ni kitabu kimesema. Labda upinge kitabu. Kitabu siwezi pinga. Inasema kama huna saa hii kanzu, nikupatie Uko tayari kuchukua hiyo moja? Unajua saa zingine ni kubwa initoshi. Si hata tutapima tu, fundi yuko ataja kama ni kubwa, fundi yuko tu atakata. Sasa mimi kulingana na mimi naweza nunua yangu hata ili niende hasara, ili niamini chenye ambayo nimechukua. Hiyo kanzu ukichavaa, mtu anaenda wapi? Muislamu ukiona amevaa kanzu, anaendaga wapi sana sana? Biblia inasema aje? Kwa sababu pia hapo nimeona mmesoma Qur'an na Biblia. Kuna mahali Biblia pia inasema uende kanisa au nini? Hebu tuangalie. Mwalimu wako ni nani? Ni Yesu si Yesu? Ama ni nani? Yesu ni kutoka New Testament. Hapo ndio mali Yesu alianza mambo yake. Unamjua lakini? Kwa Biblia sasa tunamwamini ya kwamba alikuweko. Hebu sikia matendo yake naye tusikie ni namna gani. 9:35 kitabu cha Mathayo. 9:35. Mathayo takatifu inasema. Na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijijini. Yesu alikuwa anazunguka katika miji na vijiji. Ukisikia kijiji ni kama hapa kwa Ruben, kwa Jenga, Kawangware, Kariombangi, Korokocho, Pipeline, Mareba, hizo ndio vijiji. Na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijijini, akifundisha katika masinagogi yao. Unasikia? Yesu alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akifundisha katika nini? Sinagogi yao. Sinagogi ni nini? Mimi sijui, ni lugha ya huko. Sijui. Sinagogi. Mimi ni mtu hapa Kenya tu akula githeri hapa. Kulingana na vile naelewa, unless sasa otherwise iko tofauti. Ukiingia kanisa, kuna mahali ambayo pale mbele. Mnaitaka altar. Hapo ndio sinagogi. Hapo ndio nafikiri. Sasa waandishi wa Biblia ambao walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu, na Biblia ya kwanza ambayo iliandikwa katika lugha ya Kiswahili 1952, wazee 70 ambao walichukuliwa hapa East Africa, wakapelekwa London, wakaitafsiri kutoka kwa Kiingereza, wakaweka katika lugha ya Kiswahili, wakakuwekea dictionary hapo nyuma. Ukiona neno linakutatiza, uangalie. Hiyo neno limeelezwa hapo nyuma. Wameandika aje? Hebu tusome. Sinagogi. Sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Kumbe
wale walikuwa wanaongozwa na roho wa Mungu wametafsiri. Ukiona neno sinagogi katika Biblia ujue ni msikiti ya watu gani? Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Msikiti. Alipokuja Yesu akafanyaje? Akawa anaingia wapi? Sinagogi. Sinagogi. Mwenzake Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja naye Muhammad akafuata mwenzake Yesu, naye akaenda wapi? Sinagogi. Mwingine ni kuongeza mwingine, Matendo ya Mitume 15:21 kuongeza, tumeona wawili wanaenda sinagogi ambaye ni msikiti Matendo ya Mitume 15:21. Inasema kwenye kuandika. Kwa maana tangu zamani za kale Musa nao watu wahubirio mambo yake katika kila mji. Usomo wapi? Husoma kila Sabato katika masinagogi. Kumbe naye Musa naye alikuwa anaenda wapi? Sinagogi. Ambaye ni nini? Msikiti. Kwa hivyo Musa msikitini, Yesu msikitini, Muhammad msikitini. Hebu apatie dini. Ni msikiti ya sio mimi, ni vitabu. Ni msikiti ya Wayahudi. Wote wanaenda msikitini, watu watatu. Musa msikitini, Yesu msikitini, Muhammad msikitini. Dini yao itakuwa gani? Msikiti ya Wayahudi. Dini yao itakuwa nini? Wale wanaenda msikitini wanaitwaje? Wale wanaenda msikitini. Wanaitwaje? Waislamu. Wanaitwa Waislamu. Na tunapata Musa msikitini, Yesu msikitini, Muhammad msikitini. Kwa hivyo hawa walikuwa dini gani? Walienda Uislamu. Si alienda, walikuwa. Sasa hebu ache niulize hivi. Uliza, tena msikiti haikuwa moja. Unafikiri msikiti ilikuwa moja? Msikiti sio hiyo moja ya kina Yesu pale Yerusalemu. Hata makabila zingine walikuwa na misikiti yao. Si tatizo Matendo ya Mitume. Misikiti ilikuwa mingi. Sikia. Na hii kwanza ni wakati ya Paulo, misikiti bado mingi. 6:9. Inasemaje? Nitasoma kama ilivyoandikwa. Inasema lakini baadhi ya watu wa sinagogi iliyoitwa sinagogi la Mahuru. Kuna kabila ingine ilikuwa Mahuru walikuwa na msikiti pia. Habari ni sinagogi Na sinagogi la Wakirene. Na kabila ingine wa Wakirene walikuwa na msikiti wao. Na Iskandaria. Iskandari walikuwa na msikiti yao. Na wale wa Kilikia. Na Kilikia. Na wa Asia. Unasikia misikiti ni mingi. Wewe ndio ulitoka katika msikiti ukaenda pahali Yesu hakwenda, Musa hakwenda na Muhammad hakwenda. Mimi naamini kulingana na vile mnaongea kwa sababu mnatoa kitu katika neno katika sawa kabisa. Anasema yeye anaamini vile tunasema kwa sababu tunatoa kwa vitabu. Yeye anaamini kabisa. Anasema yeye anaamini So siwezi pinga kwa sababu sina ground ya kuipinga juu pengine sijui kitabu imeandika aje. Lakini pia unajua uamuzi mtu afanyangi mara moja, ni lazima hiyo swali vile Hebu sikia Qur'ani inasemaje? Qur'ani inatuambia namna gani? Huyu Musa alikuwa dini gani? Tuone kama maneno yao yanafuatana na Biblia. Qur'ani 10:84. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na Musa akasema, enyi kaumu yangu, enyi watu yangu, ikiwa nyinyi mumwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Kumbe hata Qur'ani inasema Musa alikuwa nani? Muislamu. Manabii wote kuanzia Adam kufikia kwa Muhammad wote walikuwa dini moja. So nimeamini ile swali ambayo niliuliza, nimeridhika. Umeridhika kabisa. Sasa kwa nini usikue Muislamu basi? Kama umeshajua ukweli ndio huu. Wewe ukitoka hapa saa hii ukute ngiri 5 zimeanguka pale pahali. Utachukua ama utawacha? Nitachukua. Utachukua mbio mbio. Mbona uchukue hii ya Mungu uende naye nyumbani? Unajua sasa pesa utachukua haraka lakini ya Mungu hutaki kuchukua haraka. Ya Mungu unajua. Maswali imeisha Kwa hivyo sasa mimi nakupatia tu zawadi moja kwa Qur'ani. Qur'ani moja kwa 6126 Qur'an. Hiyo ndio zawadi nakupa uende naye nyumbani na uende ufikirie hiyo maneno sana. Nitatafuta bali nitanunua kitabu. Gani hii? Hii mimi nakupa bure. Sisi hatuuzagi Qur'ani. Qur'ani tunapeana bure. Wewe unaona tunapeana huko hata huko Jakaranda hujaona tukipeana huko kwa kiwanja. Tunapeana Qur'ani tunapeana bure, hakuna kununua. Qur'ani sisi tunapeana bure. Kwa Kristo tunapatia Qur'ani bure. Kwenye hata hizi Biblia tulipewa zamani. Si hizi tulipewa na wale watu wa Jehovah Witness. Ndio walitupatia, ndio naona wakipeana. Lakini hii nyingine mpaka uende kwa duka ununue. Lakini hizi Qur'ani ukitaka, kama unataka Kiswahili nitakuletea. Ukitaka wewe unapenda Kizungu ama Kiswahili?
Kizungu. Kizungu. Mimi najua watu wa huko najua wamesoma. Watu wetu wa pande hiyo, masomo Kenya hii wachana nao. Ni number 1 bwana. Masomo wako naye na Kizungu wanaelewa vizuri. Nitakuletea Kizungu. Hiyo Kizungu nitakuletea. Kiswahili ndio ngumu. Kiswahili ngumu kidogo Hauna shida. Mimi nitakuletea hiyo, lakini nataka uende na hiyo maneno ufikirie nyumbani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Unasikia? Uislamu naambiwa ni dini ambaye na ni njia iliyonyooka kabisa. Haina kombo. Waislamu na sisi hatufichagi vitu. Sisi tunasemaga wazi. Hapa ni straight, hapa ni wrong. So ile sawa? Ile kitu mtaniletea ni hiyo. Nitaleta hiyo kitabu. Nitakuletea Qur'ani ya Kizungu. Umeshika hiyo kijana? Najua wewe ndio unakubushaga mimi. Anaitwa Mr. Hoja atasema jina lake. Hebu ambia watu jina lako. Najua mimi ninajulikana tu. Mimi naitwa Hassan Karioki, najulikana tu. Mimi naitwa Geoffrey. Geoffrey nani? Oira. Oira. Asante sana. Swali gani leo umewekea Waislamu waulize? Najua sisi tuna mambo mengi sana. Nyinyi Wakristo hamjui mambo yetu. Mengi sana hamjui. Na ndio naona tuna lengo letu tunakujaga hapa mtuulize maswali kuhusiana na Uislamu. Lakini tukija hapa nyinyi mnatuuliza tu habari ya Yesu. Badala ya swali ya Yesu unafaa kuuliza mchungaji kule msikitini. Kuhusiana na Yesu, unauliza mchungaji kule kanisani. Hapa tunataka mnatuuliza maswali kuhusiana na Uislamu. Ujue Uislamu ulitoka wapi, ni nini? Hivyo mambo kama hayo. Lakini sijui, sitaki kuwekea maswali. Wewe ndio una maswali. Wewe ndio unajua kile kimekuleta. Hebu mbwaga swali mezani tusikie. Katika sura ya Al-Jin. Sura ya jini. Ya majini. Inaitwa sura tujin. Ngapi? 1 mpaka 4 ama ngapi? Ama 1:14 sema. Nimeshakwambia, si mimi najua maswali zenyu. Tunazijua maswali yenu tulijua zamani. Haya, uliza swali lako. Weka mezani swali. Nataka asome 1 mpaka 3, alafu aruka asome 14. Soma 1 mpaka 3 na usome nyingine hiyo mpaka 14. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema. Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Kundi moja la majini lilisikia Qur'ani ikisomwa ikasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Hawa ni majini wanasema tumesikia Qur'ani ikisomwa, kitabu cha maajabu. Tunasikia Qur'ani ikisomwa, inaongoza katika uongofu. Tena wanasema hiyo Qur'ani tumesikia inaongoza katika uongofu. Hiyo ni kipo viumbe ujua haonekani wao, Kwa hivyo tumeiamini. Na wameiamini, Wala hatutamshirikisha yote tena na Mola wetu. Kumbe majini wanajisema hawa wenyewe walikuwa wanashirikisha Mwenyezi Mungu, na vitu zingine. Lakini kuanzia sasa wameacha hiyo maneno. Endelea. Luka 14. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Hakujifanyia mke wala mwana. 14. Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Waliosilimu hao ndio wanaotafuta uongofu. Na wanaokengeuka hao ndio wanakuwa kuni za moto. Haya, lete hoja. Sasa mimi swali yangu ni hao wenye walisilimu ni nani na nani? Hao majini wenye walisilimu ni nani na nani? Mimi sijui majina yao. Ni kundi moja ya majini ilisikia Qur'ani, wakakubali mambo ya Qur'ani, wakasema hii Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyooka. Wakaamini. Sasa tutakuwa Waislamu. Sasa tutajuaje hawa ndio wazuri na hawa ndio wabaya? Hatuwezi wajua. Imesema kundi moja ikasilimu na kundi lingine likakataa. Sasa tutajuaje hawa ndio wazuri hawa ndio wabaya? Sasa sisi hatuwezi jua kwa sababu sisi majini hatuwaoni. Ni habari yao tunapewa. Ama wewe umeshaiona jini? Mimi sijawahi ona, lakini sasa kama ngoja kidogo. Imeandikwa kwa Qur'ani. Ndio tukasema hivi, hawa wako na ulimwengu wao. Kama wanasema walisilimu, vile wanaabudu kule hatujui, vile wanaenda misikitini yao kule. Unasikia? Kwa sababu wako katika ulimwengu mwingine. Kwa mfano, si nyinyi mnatoa pepo kila Sunday? Si mnatoa? Wagani wanatoa? Mapepo mnatoaga kila Sunday. Unajua vile wanakaa? Sisi tunajua mapepo ni pepo. Unawajua. Kumbe unawajua, umeshaimuona?
Nimeshaiona. Wewe pepo hiyo umeshaiona? Sijawahi iona. Na sasa kwa nini unasema nyinyi mnawajua? Si ndio unasema mnawajua? Si Korani ndio imesema? Korani imesema hivi. Korani yetu iko wazi. Imesema wakati majini walisikia Korani, wengine waliamini hiyo Korani na wengine wakawa hawakuamini. Sasa hao waliamini. Sasa wale walioamini, sasa hiyo mpaka uende ulimwengu wa majini, ukiwaona wale majini waulize. Sababu sisi mimi mwenyewe sijaiona na sijui inakaa sura gani. Na tunaanza na kwenyu kwa sababu hata nyinyi mnatoaga kila siku pepo toka in the name of Jesus. Come out, come out. Si mnasemaga hivyo? Na kila saa wakitoka wanarudi. Ndio nimekuambia sisi tunaamini pepo yoyote hiyo ni pepo. Lakini hapa Korani imesema kuna pepo mzuri na kuna pepo mbaya. Sasa nataka uniambie huyo mzuri ni akina nani hao wazuri? Mimi siwezi jua kwa sababu maneno yamesemwa na imeandikwa kalamu na imekauka. Mimi siaiona jini, sijui anakaa sura gani, wana ulimwengu wao na sisi tuna ulimwengu wetu. Kama vile shetani si yuko? Unaamini shetani yuko? Yupo. Umeshaimuona? Sijawahi muona. Mimi naamini shetani yuko. Nimeshaimuona? Sijui kama usawahi. Sijai muona. Wale wako katika ulimwengu mwingine ambao Mwenyezi Mungu ameweka pazia, hawa wanatuona lakini sisi hatuwaoni. Unaona? Ile ni another world ambayo hatuna habari naye. Nikuambia tu tunaambiwa tunatii. Uwezo kumuona jini. Jini huwezi ona. Mbele lake. Na ukimuona kwa mbele lake uwezo kaishi. Unafikiri Mwenyezi Mungu akiteremsha jini moja hapa Nairobi hapa aiweke pale KICC, watu wote na Nairobi watatoroka? Hiyo viumbe wanasemekana si viumbe vya kutisha, ndio unaona Mwenyezi Mungu amefunga sisi tusizione. Unafikiri ni mchezo? Hata shetani mwenyewe Mungu ametufungia macho, hatuwezi muona. Ako huko anasumbua, hata hapa yuko. Hapa kuna malaika na kuna shetani. Shetani yuko hapa tu anazunguka tu. Sasa hao wabaya mnawajuaje nyinyi kanisa? Sasa wewe umeniambia mnawajua. Sasa unajua aibu anakaa, hebu niambia nakaje? Mimi nimekuambia Blue, yellow. Mimi nimekuambia pepo ni pepo. Nyinyi ndio mnasema kuna wazuri na kuna wabaya. Ndio nilikuwa nataka nitafautishe. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Kabla Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajakuja kuwa nabii, katika Biblia kuna majini? Katika Biblia mapepo wapo. Kuna majini wamo ama hakuna? Wameandikwa. Wapo. Ni mapepo ama ni majini? Mapepo. Hakuna jini? Kwani jini ni hiyo pepo? Kumbe amejua sasa. Unaona? Kumbe nakwambia wewe uko sawa. Unajua kwa sababu majini yako hata kabla Muhammad hajakuja majini yako 17 majini ilikuwa wako, wana wa Israeli walikuwa wanachezaga na hizo majini. Hata kuna nao wanafanya waume wake zao. Hata kuna wengine wapi leta Mrimato hapa. Tena kitabu cha Mrimato nikuonyeshe. Baka kuna majini wanaua watu. Kama una habari. Wewe umeshaisoma hiyo? Leta Biblia Katoliki usikie maneno. Na wengine wanaolewa. Na wengine wanaoa. Wewe unacheza bwana. Leo umeleta topic nyingine kali. Kwanza tuanze na hii kwanza. Chukua kitabu ya Tobiti 3:7. Unajua hiyo vitabu mnanielezea hapa, hizo ni vitabu za historia. Si za historia, hii ni kitabu cha hii ni Biblia Katoliki. Unless useme wewe kwanza wewe ni Protestant, wewe ni protest from Catholic ukakuja dini zingine. Katoliki ndio wa kwanza, wewe ni Protestant. Lakini ndio nakwambia kwa zile vitabu ambazo tunajua zinajulikana. Zenye zinajulikana. Sawa. Tuvumiliane tumalize hapa. Tumalize hapa kwanza mtolee. Hii ni kitabu ya Tobiti, hii ni Biblia Katoliki ambayo iko na ngoja tulia. Baba yenu ni Katoliki, wacha kusema. Ulitoroka Katoliki wako protest, ukatoka ukakuja ukaandika yako ya 66 books. Catholic ndio wa kwanza ndio waliandika hizi vitabu na ndio wako na historia. Nyinyi hamna historia. Ndio naona mkiuliza historia inawashinda. Lakini Katoliki kumuuliza historia ako naye. Sikia historia vile anasema hapa. Hili kitabu ya Tobiti 3:7 sikia. Ikawa siku ile huko Kibatana mji wa Media Sara binti Ragueli naye alishtumiwa na wajakazi wa baba yake maana alikuwa ameolewa na ume 7 bali Asmodeo yule jini yule. Unasikia? Baka wana majina. Mimi sijakataa. Wewe ngoja. Alikuwa anaitwa Asmodeo. Alifanyaje huyo Asmodeo? Yule Asmodeo. Yule jini. Aliwaua kabla hajalala na wao. Jini aliua kwanza wao wanaume kwanza ndio waweze kulala na ule Sara binti Ragueli. Mimi sijakataa kwamba hawapo. Mimi sijakataa hawapo. Wewe usilete hiyo suma sala ya majini hapa. Sawa. Wewe
Ama tuachane naye, tuende kwa ingine. Sasa hapo unajua umejaa wingi wa maneno na uchanijibu vile nilikuwa. Mimi nimesha kujibu wazi. Nimekwambia wale walikubali Qur'ani walikubali na wale wengine walikataa. Lakini ulimwengu wao hatujui wanaishi vipi. Haya ni sawa. Katika hii Qur'ani tumeona kwamba kuna majini wamesilimu na wale wenye hawakusilimu. Sasa kutoka sura gani mpaka sura Trunasi, nataka uniambie kati ya hao manabii hapa wenye wameandikwa katika Torati, katika Injili na katika Zaburi, ni nabii mkani ambaye alisilimu na alisilimishwa na nani? Nabii akasilimu. Kwa hao manabii, si mnasema nyinyi mnasilimu? Nini maana ya kusilimu? Maana ya kusilimu ni nini? Sasa wewe ndio unafaa uniambie juu wewe ndio Muislamu. Tulia basi, tulia. Kama hujui, if you don't know the question, ukiuliza mwalimu swali unangojea kama mwanafunzi ujibiwe. Unataka kuepa. Mimi si happy. Si happy. Ndio nimekuuliza hivi. Kwanza lazima ujue the meaning of the word kusilimu. Kusilimu ni kufanya nini? Do you know or you don't know? Haya, nifundisha basi. If you don't know, kusilimu ni kukubali ama kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Unakubali maneno yote ya Mwenyezi Mungu ili anakuamurisha. Niambie ni nabii gani ambaye hakukubali maneno ya Mungu? Mimi nimekuuliza. Hapa tumesikia majini wamesilimu. Sasa kusilimu ndio nakwambia kusilimu ni kukubali. Si unasema unasikia wale majini walikubali maneno ya Qur'ani. Wakasema hii kitabu ni ya kweli. Inafundisha maneno ya kweli. Sasa ndio nataka uniambie kwa hao manabii nani alikubali? Isipokuwa Muhammad na ngoja kidogo. Amesilimu. Amefanya nini Muhammad? Amesilimishwa na mke wake. Andiko. Haya Qur'ani tolea andiko. Tolea. Ngoja kidogo. Hapa hakuna paukwa pakawa. Sorry za jaba. Nisikize ngoja kidogo. Ili uwe mkweli. Na saa hii ni jioni. Tukienda kumalizia. Ili uwe mkweli, tutolee katika hii Qur'ani iko hapa. Tutolee. Ngoja kidogo. Nisikize nimalize statement. Ngoja ndio uongee. Nakupa nafasi. Unakimbia nini? Haraka ni ya nini? Nataka utoe katika hii Qur'ani Muhammad alisilimishwa na mtu wake, na kama ni hadithi ukoti hiyo hadithi. Tuko na simu hapa, simu niko na hivi kama mwalimu, niko na simu hapa, hadithi nitaitoa kwa hii simu tuisome. Na kama ipo kwa hiyo simu, kwa nini kose? Vitabu vyote ziko hapa, Sahih Buhari, Ibn Majah zote ziko hapa wa simu yangu, vitabu vyote za hadithi ziko hapa ndani. Hivyo unataka kusema hiyo maneno ni historia? Wewe ni murongo tena warongo, mkubwa wa warongo. Sawa, wacha nikuwe murongo, nijibu basi yenye nimekuuliza. Kwa nini unadanganya watu mchana? Nijibu kwanza yenye. Hiyo hadithi iko wapi? Namba ngapi? Sema. Kama unataka namba nitaenda nichukue alafu kesho nitakuletea. Kumbe hata huko naomba kama wewe ni mkweli ukuje na hiyo kitabu cha hadithi, ukuje naye hapa kiwanjani tuone kama kimeandikwa Sahih Buhari, Sahih Muslim, Ibn Majah, hadithi Ibn Daud, zote utuletee hapa kesho tusome. Sawa, uko tayari? Ni sawa. Jameni, huyu asiwe mrongo. Asiwe nini? Kesho. Nijibu kwanza maswali nimekuuliza. Hiyo imeisha. Hiyo tumemaliza. Nijibu kwanza swali nimekuuliza. Useme imeisha. Kesho lazima ulete hiyo kitu hapa. Nataka kumaliza masaa hapa na sijamaliza maswali. Leta swali lingine. Hiyo hujanijibu. Nijibu hiyo kwanza hujanijibu. Nimesha kujibu jameni. Unataka nimjibu nani? Mimi sio jini. Mimi sio jini na sijui mambo ya majini. Nimekuuliza swali langu nimekuuliza katika manabii nani alisilimu? Ataka silimu. Na si nimekueleza kukusilimu ni kukubali maneno yote ya Mungu. Nionyeshe kwa maana. Wewe kuna nabii alikuja duniani ambaye hakukubali maneno ya Mungu? Jameni, kuna nabii alikuja duniani ambaye hajakubali maneno ya Mungu? Haya, sema umeruka hiyo. Acha tuende swali lingine. Leta hiyo ingine. Hiyo umeruka hujanijibu. Leta ingine. Leo anachekesha sana huyu mwalimu leo. Haya, katika sura Maryam 19 sura tu Maryam, yani sura ya 19. Hii inaeleza habari ya Maryam binti Imran. Yes. Mariamu, wewe hata hujui baba yake ni nani? Hujui hata baba ya Mariamu anaitwaje? Unajua? Danganya hapa kama unajua, danganya watu wote hapa. Unajua baba ya Mariamu alikuwa anaitwaje? Hana habari. Sema hata Biblia toa Biblia ndio hii toa. Kama unajua jina ya baba ya Mariamu alikuwa anaitwaje? Kwa Biblia haijaandikwa. Haijaandikwa. Basi hujui. Ngoja ufundishwe.
Haya, endelea kwa swali. Soma bali hata kusoma. Na sasa wewe ndio unaniuliza swali. Hapana, ndio hii imetolewa na sura 19 ndio hii. Sasa sema hilo nataka usomewe hapo. 19. 17, 18. 17, 18. 19. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Dakika ngapi mwalimu? Dakika 4. Haya sawa, hiyo itakuwa tumeshamaliza. Hiyo ni kama kunywa maji. Na akaweka pazia kujikinga nao. Tukampelekea muhuisha sheria mwamilifu Jibril. Akajidhimirisha kwake kwa sura ya binadamu ile kamili. Maryam akasema, hakika mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Aniepushe nawe. Ikiwa unamuogopa Mungu basi ondoka nenda zako. Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. 20. Sawa, achia hapo. Sasa wakati mnasema kwamba Mungu asai, na hapa tumeona malaika Jibril na hapa tunaona huyu ni mwezenyu, na hapa tunaona wewe tulia, amevitia pale nyingine. Tulia baba. Tulia. Haya, mambo iko sawa. Iko hapo. Haya, na hapa tumeona malaika Jibril anamwambia Mariamu kwamba atapata mwana. Sasa ningependa kujua huyu mwana angemtoa wapi, na wakati mnasema kwamba Mungu asai. Huyu mwana ameletwa na malaika. Ni neno, Mungu anaumba kwa neno. Amemletea neno kwamba atazaa mtoto kutoka kwa Mwenyezi, ni amri ya Mungu. Siku za aliyezaa ni Mungu ama ni Mariamu? Mariamu ndiye alizaa, lakini kwa hivyo Mungu ndiye alizaa. Sasa hiyo umesema anazaa kwa? Sijasema maana anazaa kwa neno. Nimesema anasema analete neno. Neno inasema kun fayakun. Yaani akisema tu neno tu hivi, neno inakuwa. Alisema tumbo hiyo katika tumbo ya Mariamu na ikawa, mimba ikawa. Kusema tu na ikawa. Sawa, na kwa nini wakati wa Kristo wanasema hivyo mnakataa? Aje? Alisema kwa neno na ikafanyika. Ilifanyika hivyo. Sasa aliyezaa ni nani? Aliyezaa, ngoja kidogo. Aliyezaa ni Mungu ama ni Mariamu? Mariamu ndiye alizaa. Sasa mtoto ni wa Mariamu ama ni wa Mungu? Si ni wa Mungu, si ametoka kwa Mungu. Kwani wewe ulitoka kwa shetani? Hata mimi nimetoka kwa Mungu. Sasa wewe ulizaliwa na Mungu? Au ulizaliwa na mama yako? Ndio. Ngoja kidogo. Wewe ulizaliwa, ngoja kidogo. Wewe ulizaliwa na Mungu ama ulizaliwa na mama yako? Nilizaliwa na Mungu kwa sababu kutoka mwanzo nilikuwa. Ngoja kidogo. Mungu ndiye alienda maternity. Mungu ndiye alienda maternity. Unajua wewe kulingana na vile unafikiria au ufikiri hivyo. Unajua saa hii umenijibu vizuri hapa. Umenijibu vizuri hapa. Ngoja kidogo. Mtoto katika Biblia kwa mujibu wa Biblia. Kwa mujibu wa Biblia. Huyu mtoto, hebu sikiza Biblia vile inasema. 6:3 Marko. Nikimalizia. Ah, 6:3 Marko. Inasema 6:3. Huyu si yule seremala? Mwana wa Mariam. Huyu sio yule seremala, mwana wa nani? Wa Mariam. Kwa sababu Mariam ndio alimzaa? Alimzaa. Sawa? Tumeelewana hapo? Wewe unajua kwamba Yesu alikuwa tangu mwanzo? Sasa hiyo akuja kwa tangu mwanzo, hiyo ni mambo ya kesho. Sio saa hii. Kama ni mambo ya hiyo ya Yesu alikuwa tangu mwanzo, kesho tutaangalia alikuwa katika mwanzo, kwa sababu hata mimi nilikuwako tangu mwanzo. Hata mimi nilikuwangu tangu mwanzo. Na kama unakataa andiko liko 91 Zaburi. Wewe ulikuwako, mimi nilikuwako, hao watu wote walikuwako tangu mwanzo. 91 Zaburi. Inasema wewe bwana. Hapa ni maandiko, si ukuja hapa kama uelewe ile kitu nasema. Kuja hapa kama umejipanga. Kwani sijajipanga nikikuja hapa sijajipanga. Ndio hiyo tu umejipanga, si wewe naambia. Naambia yule anapiga kelele. Mimi naambia yule anapiga kelele, si wewe. Soma. Mwisho hiyo andiko kwa sababu ya time Wewe bwana. Hiyo maswali mengine kesho. Wewe bwana. Umekuwa makao yetu. Mungu amekuwa makao yetu. Kizazi baada ya kizazi. Baada ya kizazi. Kabla haijazaliwa milima. Wala hujayumba dunia.
Kumbe hata sisi tulikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Kwani hiyo nimekuja. Ngoja, na Yesu alikuwa na yeye, ngoja kidogo. Na Yesu alikuwa, ngoja kidogo. Yesu alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Na sisi tulikuwa kwa nani? Lakini Yesu ndiye jibu. Na sisi tulikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo sisi zote na Yesu kabla hii dunia haijaumbwa tulikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maswali yangu sijamaliza.